Ukraine imesema makubaliano yaliyotiwa saini ya rasilimali za madini yaliyofikiwa kati yake na Marekani ni muhimu katika kupata msaada wa kijeshi. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umetoa ahadi juu ya msimamo wake mpya kwa Ukraine baada ya kuingia makubaliano hayo ya pamoja ya rasilimali zake za nishati na madini baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo yenye mvutano. Halima Nyanza na maelezo zaidi. I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine. Ni waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent akitangaza utiaji saini makubaliano hayo kati ya Ukraine na Marekani. Amesema mkataba huo unaashiria pande zote mbili zimejitolea kudumisha amani na ustawi wa kudumu nchini Ukraine. Amefahamisha kuwa kutokana na uvamizi uliofanywa na Urusi nchini Ukraine, mpango huo unaonekana kuwa muhimu ili kuhakikisha upatikanaji wake wa msaada wa kijeshi wa Marekani wa siku zijazo. It's time for this cruel and senseless war to end. The killing must stop. Kwa Kiev yenyewe, mpango huo unaonekana kuwa muhimu katika kupata msaada wa kijeshi wa Marekani. Akizungumza na BBC, mshauri wa serikali ya Ukraine, Yuri Sak, ameeleza kwa nini anaamini kuwa mkataba ni mzuri. Inajumuisha sehemu pana ya mazungumzo ambayo tunatumaini itasababisha kuanzishwa kwa amani ya kudumu na ya haki. Na bila shaka ilichukua muda mrefu kuliko kila mtu alivyotarajia kusaini mkataba huu, kwa sababu pande zote, yani Ukraine pamoja na Marekani, zimefanya kazi kwa bidii kuhakikisha kuwa ni makubaliano juu ya uwekezaji kuhusu miradi yenye manufaa kwa pande zote mbili, na hivyo ni mafanikio. Makubaliano hayo yaliyofikiwa, ambayo yanasema kuwa Marekani itagawana faida kutokana na mauzo ya baadaye ya akiba madini na nishati ya Ukraine, yanalenga kutoa motisha kwa Washington kuwekeza zaidi katika ulinzi na ujenzi wa Ukraine. Ukraine inaaminika kuwa na akiba kubwa ya madini muhimu, na uhitaji wa madini hayo ni mkubwa kwa sababu ya matumizi yake katika nishati mbadala, kijeshi na miundombinu ya viwanda. Licha ya kwamba raia wengi wa Ukraine wameondolewa shaka juu ya mkataba huo uliofikiwa, baadhi wamekuwa na wasiwasi na Marekani kuwageuka baadaye. Ndiyo, najua kuhusu haya makubaliano. Ninavyoona kwangu yamechukua muda mrefu, kwa sababu Marekani imekuwa ikijaribu kutuwekea masharti yake. Ndio sababu Ukraine imejadiliana na Marekani kwa muda mrefu. Hivyo haitanufaisha tu Marekani, lakini pia nasi tutanufaika. Hivyo tutapata kitakachotunufaisha kutokana na makubaliano hayo. Mineralne resursi rasilimali za madini ni kwa ajili ya watu wote wa Ukraine. Ni ngumu kwangu mimi kuzungumzia juu ya ukweli kwamba mtu mmoja, rais wetu na watendaji wake wamepora rasilimali hizi. Na wakati huo huo naelewa kwamba nchi iko katika wakati mgumu wa vita, na ili kuweza kushinda tunahitaji kuridhia. Marekani na Ukraine zimekubaliana kuanzisha mfuko wa uwekezaji wa ujenzi ili kuchochea ufufuaji wa uchumi wa Ukraine kutokana na vita vyake na Urusi. Taarifa hiyo inaonyesha mshikamano zaidi na Ukraine kuliko ilivyo kawaida katika utawala wa Trump. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema atamaliza vita vya Ukraine ndani ya saa 24, ingawa siku 100 ndani ya uongozi wake, mapigano ndani ya nchi hiyo bado yanaendelea kama kawaida. Urusi imetangaza usitishaji mapigano kwa siku 3 wiki ijayo, lakini ikulu ya White House inasema makubaliano ya kudumu yapo karibu kufikiwa. Taarifa ya Anna Foster kutoka Zaporizhia inawasilishwa na Elizabeth Kazibure. Ni moto ambao haujawahi kuzimika tangu ulipowashwa ndani ya makampuni makubwa ya kutengenezea chuma yaliyopo Zaporizhia na katika maeneo mengine ya nchi. Raia wengi wa Ukraine wanayakumbuka sana maisha yao ya awali na wangependa kurudi kwenye makazi yao. Pia wana hamu ya kutaka vita dhidi ya Urusi kumalizwa, lakini kila mtu ana gharama yake ambayo wapo tayari kulipia. Ndugu zangu wote wapo kwenye eneo linalomilikiwa na Urusi. Ninajisikiaje? Mwanzoni sikutaka Urusi imiliki eneo lolote la Ukraine, lakini sasa nataka vita vimalizike. Kama kuruhusu Urusi imiliki maeneo hayo kutamaliza vita, basi acha wachukue tu hayo maeneo. Mashambulizi yanayotekelezwa kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora yanaendelea mara kwa mara. Wengi hawana matumaini kuwa usitishwaji wa mapigano unaweza kudumu. Nimesimama hapa katikati ya viwanda vya chuma. Tupo chini ya kilomita 40 kutoka kwenye mstari wa mbele wa mapigano yanayoendelea kwa sasa. Lakini sehemu hii ni muhimu sana kwa viwanda vya Ukraine, kwa ari ya wa Ukraine, na ni sehemu muhimu inayolengwa na Urusi.
Katika eneo la vita ambapo makabiliano yanafanyika, wanajeshi kama Vitali wanayaweka maisha yao hatiani ili kulinda nchi yao. Baada ya kujitoa sana, hataki kuachilia nchi yake imilikiwe na Urusi. Kwa maisha ya sasa na wakati kama huu, unawezaje kumpokonya mtu makazi yake? Kama wanajeshi kutoka kwenye eneo lililomilikiwa na Urusi, ambaye ilinibidi niache nyumba yangu, rafiki zangu, ndugu zangu, na kwenda kupigania nchi yangu Ukraine, katika eneo lililopo Ukraine, hatuwezi kukubali kuachia maeneo yetu. Uamuzi wowote utakaoamuliwa sasa utaathiri kizazi kijacho. Makazi ya Natalia tangu utotoni yapo mpakani kabisa. Anajua kuwa mtoto wake wa kiume, Tom, anaweza asifike eneo hilo tena. Lakini sasa watu wengi wanakufa kila siku, kila dakika, na sijui tufanye nini kuzuia. Tunahitaji kuzuia kwa namna yoyote ile. Siwezi hata kufikiria watakavyojisikia. Tayari wanapambana wasiuliwe. Halafu nchi yao wenyewe wanayojaribu kuirudisha kama zamani na waweze kuishi humo inawatelekeza tu. Sio kitu kizuri kabisa. Hakuna uamuzi utakaopendezwa na kila mtu hapa. Zaidi ya miaka 3 baada ya Urusi kuvamia, pendekezo la usitishwaji wa mapigano unaonekana kama vita vingine vya kuilinda Ukraine. Ni Elizabeth Kazibure. Tugeukie masuala ya kiuchumi, kwani rais wa Marekani Donald Trump ameomba muda zaidi wa kuugeuza uchumi wa nchi hiyo ambao umepungua kwa mara ya kwanza katika miaka 3 kwenye robo ya kwanza ya mwaka huu. Rais Trump amesema takwimu hizo zilikuwa za kupotosha kwa sababu makampuni yalikuwa yamekusanya bidhaa kutoka nje kabla ya kutoza ushuru. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Takwimu za pato la taifa nchini Marekani zimeongeza hofu kushuka kwa uchumi wa taifa hilo, na matumizi ya watumiaji pia yamepungua. Akizungumza na BBC, mbunge wa Democratic kutoka Maryland, Jamie Raskin, amesema sera za bwana Donald Trump zinaathiri uchumi. Donald Trump aliahidi kwamba ataanza kupunguza mfumuko wa bei siku ya kwanza. Aliahidi bei ya chini. Uchumi unadorora, soko la hisa linazidi kuzama. Ameharibu utajiri wa Marekani wenye thamani ya dola trilioni 6 hadi 7 na akiba ya kustaafu tangu aingia ofisini siku 100 zilizopita. Ametuingiza kwenye vita vikali vya kibiashara na ulimwenguni kote. Bila shaka sio dhidi ya rafiki yake Vladimir Putin, lakini dhidi ya kila mtu. Mgombea aliyeshindwa wa chama cha Democratic, Kamala Harris, amemshutumu Rais Donald Trump kwa kuchochea kile alichokiita mgogoro mkubwa zaidi wa kiuchumi unaosababishwa na binadamu. Bi Harris pia amemshutumu Trump kwa kuachana kabisa na itikadi za Marekani na kutaka kulitia taifa hofu. Tunaishi katika wakati ambapo mfumo ambayo tumeitegemea kwa muda mrefu katika historia ya taifa hili imeanza kushindwa kufanya kazi. Na tunajua hapa kwamba wakati mifumo ya ufuatiliaji imeporomoka, ni wazi Congress itashindwa kufanya kazi yake, au ikiwa mahakama itashindwa kutekeleza jukumu lao, au hata zote mbili zinapofanya kazi kwa sehemu yao, lakini rais anakaidi. Hiyo inaitwa mgogoro wa kikatiba, na huo ni mgogoro ambao hatimaye utamuathiri kila mtu. That will eventually impact everyone. Hapo jana katika hotuba yake ya kutimiza siku 100 tangu achukue madaraka, Rais Donald Trump alikaririwa kitamba kwamba ameleta mageuzi makubwa katika nyanja mbalimbali, jambo ambalo mahasimu wake wa kisiasa wanalibeza na kusema ameliingiza taifa katika janga la uhasama wa kiuchumi duniani. Leonard Mubali, BBC.